Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Mei 26 ya mwaka wa 2026. Mada ya leo inasema msukumo kwa ajili ya utii. Tuombe. Baba mwema, uketie mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya wasaa huu mzuri ambapo umetupatia nafasi ya kujifunza neno lako. Neema yako yatosha, pendo lako la tubidisha. Tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi, ukiturehemu, ukitusafisha na kututakasa. Zaidi sana ukitufundisha kuelewa haya tujifunzayo, katika jina la Yesu, amina. Msukumo kwa ajili ya utii ni mada iliyojengeka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 aya ya 3, ambapo neno la Mungu linasema, kwa maana huko ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Ni utunzaji wa amri za Mungu ambao humletea heshima na utukufu yeye katika wateule wake. Kwa hiyo kwa kila nafsi ambayo Mungu ameipatia uwezo wa kufikiri, inalazimika kwa Mungu kuchunguza neno na kuyakinisha yale yote yaliyoamuriwa juu yetu tulionunuliwa na Mungu. Tunalazimika kutafuta kuelewa yale yote ambayo neno linatutaka. Hatuwezi kuonesha heshima kubwa kwa Mungu wetu ambaye tu wake kwa uumbaji na kwa ukombozi, kuliko kutoa ushahidi kwa viumbe wa mbinguni, kwa malimwengu yasiyoasi na wanadamu walioanguka, kwamba tuzisikilize kwa bidii amri zake zote, ambazo ni sheria ambazo zinauongoza ufalme wake. Tunahitaji kusoma kwa bidii ili tuweze kupata ujuzi wa sheria ya Mungu. Tunawezaje kuwa raia watiifu ikiwa tunashindwa kuzielewa sheria zinazoongoza ufalme wa Mungu? Basi, fungueni Biblia zenu na mtafute kila kitu ambacho kitawaelimisha kuhusiana na kanuni za Mungu. Na mtakapotambua hili, Bwana asema hivi: msiulize mashauri ya watu, lakini hata kama itakugharimu, wewe tii tu kwa furaha. Kisha baraka ya Mungu itakujieni juu yenu. Uulize mara nyingi kwa maombi, Bwana, unataka nifanye nini? Je, ninapuuza kwa namna yoyote ile kanuni za Mungu? Je, ninaweka mvuto wangu upande wa shetani kwa namna yoyote ile? Je, ninaonesha upuuziaji wa kutojali amri za Mungu? Je, nina hiari kujitia nira ya Kristo, kuinua mizigo na kuwa mtendakazi pamoja naye? Je, ninajifunza sababu ziwezekanazo za kupuuza kutii kwa Bwana asema hivi? Je, nina hatari ya kupokea matokeo ya kupuuza kutii maagizo ya Yehova yaliyofunuliwa waziwazi, kwa sababu siko tayari kutoka na kujitenga na ulimwengu? Je, kuwaheshimu wanadamu kuna ushawishi mkubwa juu yangu kuliko kumcha Mungu? Jisalimishe kwa Mungu ukisema, sasa Bwana, ninajitoa. Hivi ndivyo niwezavyo kufanya. Sitaki kuwa muasi tena wa sheria yako, kwa maana hilo litaniweka katika safu ya adui. Hii ni Mei 26, mada ikisema msukumo kwa ajili ya utii. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Waogopa kifo,
Sidhani kwamba mwisho kuishi, umetekwa na fikira mbaya. Ondoa hofu moyoni, umepewa uzima Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema, jikabidhi kwa Bwana. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa